Kali anamfuatafuata sana. Huyo Grayson ndoa imemshinda. Hapo alipo hata mke hana. Lazima utafute mtu ambaye ana maumivu sawa na mimi. Huyo angekuwa mwanamke akaolewa ndo wewe. Unajua Kambona kaniambia kila kitu. Wewe Zaki wako nsejuzi na hela za mume wangu mwenyewe. Zaki, ai, toka. Toka. Unatoka toka. 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 Ona muogopa Kali. Mwenda. Mwenyewe afu kuja pata yangu. Si nini. Zaki! Samahani. Bila samahani, habari? Nzuri, karibu. Asante. Mimi naitwa Janet kutoka JJ Shop. Ni wasambazaji wa vyakula majumbani na sehemu mbalimbali, ila nimeagizwa na Mr. Kambona. Mr. Kambona? Yeah. Si uko gerezani? Ni kweli, lakini nilipokea oda kutoka kwa askari magereza. Una hakika ni umeelekezwa hapa? Ndio, ndo hapa. Wewe si ni Michelle? Yes. Okay, sawa. Unaniruhusu nishushe? Yes. Pole, vijana wangu wanakuletea. Asante. Michelle. Naweza kukabidhi maisha yangu. Maisha yangu yapo mikononi mwako. Nikidondoka mimi, baki unaondoka wewe pia. Siwezi kuacha udondoke. Wali mimi nakutegemea wewe. Sana. Maneno unayozungumza nilishawahi kuambiwa na binti mmoja aitwa Monji miaka mingi iliyopita. Lakini mwisho wetu haukuwa mzuri hata kidogo. Nina imani yanatoka moyoni mwako. Lakini naomba ujitahidi kuyalinda. I will. Nami nakuahidi kwamba nitakusaidia namna ya wewe kuyalinda hayo unayosema. Finally kumbukumbu zangu zimerudi. Unasema? Makoli, wewe ndo ulinichoma kisu. Wewe, una akili kweli wewe? Makoli, wewe unataka kuniua? Umeanza kuchanganyikiwa tena? Umeanza kuchanganyikiwa tena? Usizungumze tena hizo kauli za kipumbavu. Mimi sio mjinga. Nakumbuka kila kitu sasa. Makoli, ni wewe ndo ulinichoma kisu. Nisingekuwa wakati umekaa huko ndani una kumbukumbu yote. Una akili kweli wewe? Ushaanza kulisha ujinga eh? No. Tena usirudie tena. Nisikilize Makoli. Wewe ndo ulitaka kuniua. Na kila kitu nakumbuka.
Sasa siwezi kuendelea kuishi na muuaji. Bakori, wewe ni muuaji. Wewe ni mnyama Bakori. Hizo kauli za kijinga jinga sitaki kuzisikia tena. Sitaki kuzisikia tena. Bakori, mimi sio mjinga. Nakumbuka kila kitu sasa hivi. Wewe ndio unataka kuniua. Na siwezi kuendelea kuishi na muuaji mimi. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Haliengo, Yeah. Okay, uko chini ya ulinzi. Funga pingu. Ni kina nani? Sisi ni watu wa usalama. Kwa usalama wako, ili ni eneo la public. Unajua ili eneo la public, watu wengi wanapita hapa. Kwa hiyo nisingependa tukajaza ukiwingwa. Na hapa ni nyumbani kwako. Kama ukitaka udhalilike, endelea kutubishia. Nimekwambia panda pale kwenye hiyo gari. Fungua mlango wa nyuma, panda pale. You have two options. Ngoja tuelewane. You have two options. Aidha upande ukiwa mzima ama upande umekufa. Kwa uamuzi ni wako. Kidogo nataka nimalizie alafu. Sawa, niko kwenye gari. Waniko kwenye gari una sawa. Nenda katumia zitakusaidia. Kama nilikuandikia dozi. Kama zitakusaidia utakuja tena hospitali tutakupa dawa zingine. Sawa? Sawa. Wewe usijali. Na. Okay, namaliza mambo yako. Sawa. Okay. Wewe karibu sana. Asante, ubarikiwe. Asante sana. George. Fungua. Yes, fungua.
tuwe tayari ili tusichukue muda mrefu. Unashtuka nini? Si unakumbuka tulikubaliana nilikwambia kwamba huyu mtoe kabisa kumbukumbu, au sio? Nilifanya hivyo mkuu, lakini sasa mbona zimerudi? Amekumbuka huyu? Sikiliza nikwambie. Ulihitaji pesa unaoitaka wewe na nikakupatia. Na tulikubaliana makubaliano wakati mimi na wewe kwamba huyo hapa asirudishe kumbukumbu tena. Ni kweli kabisa. Unanichezea mimi akili? Unanichezea mimi akili? Lakini si nilifanya mkuu hilo jambo. Ulifanya wapi wakati huyu kasharudisha kumbukumbu? Kiwepesi kabisa. Kiongozi, mbona unataka? Mimi sio kiongozi. Bosi. Mimi sio bosi. Basi mheshimiwa, kwa taarifa yako sasa. Mimi huwezi kunichezea. Nimekupa pesa yangu. Tena ulitaja pesa unaoitaka. Na tulikubaliana mimi na wewe kwamba huyu umtoe kabisa kumbukumbu. Kumbuka, huyu bwana amesharudisha kumbukumbu. Na akitutaja kwenye kesi, mimi na wewe tunapotea. Mimi nilifanya kile ulichoniambia mkuu. Mbona unataka kunitumia kama taulo lako bwana? Mambo yote tuliyokubaliana nimeshamaliza. Kama ulifanya huyu asingekuwa hivi. Kwa nini tunabishana? Kwa mimi namfunga huyu kama nguruwe ili kwa ajili ya nini? Kwa hiyo hichi ndio ulichoniitia mzee. Unaliona dogo hili? Basi mimi naomba niende. Uende wapi? Tena utulie. Pole sana. Pole sana. Pole sana. Pole sana. Changamoto ilikuwa kubwa kidogo. Pole sana. Hali ya mgonjwa ilibadilika. Tukajaribu kupambana nayo kweli, lakini ikashindikana. Pole sana ndugu yangu. Pole sana. Ndio changamoto za dunia zilivyo. Mambo mengine sasa tunamwachia Mwenyezi Mungu. Wewe ni mtoto wa kiume, inabidi upambane, uwe na moyo wa subira. Pole sana ndugu yangu. Pole sana. Unajua kinachoniuma sikupata hata nafasi ya mwisho kuongea naye. Unajua hatakuwa sawa yani. Hatakuwa sawa, sikuwa sawa na mpenzi wangu. Ni mimi mwenyewe nimejisikia vibaya. Pole sana. Pole sana mpenzi. Pole sana. Tumejaribu sana. Jana hali ilibadilika, tumejaribu sana kuistabilize lakini hali ilikataa kabisa. Hali yake ilibadilika kabisa. Pia mimi ningekuja hata kutoa figo mwenyewe. Ningetoa mifigo yangu tu. Ungeniambia tu mimi ningetoa figo yangu. Pole sana. Pole sana. Ningetoa mimi. Pole sana. Mimi mwenyewe nimesikitika sana. Tamzika kwa heshima sana. Ndio. Litakuwa jambo jema sana. Tamzika kwa heshima. Litakuwa jambo jema sana. Sisi kama hospitali tumejaribu kufanya kila linalowezekana. Tumejaribu kila linalowezekana kama hospitali na madaktari na ni yangu yote madaktari, lakini hali ya mgonjwa kwa kweli ilikataa. Anyway, ndio. Taratibu zipoje? Nenda hapo reception watakupa taratibu zote za.
jinsi ya kuchukua mwili. Au sio? Usijali. Usijali ndugu. Shika. Shika. Cha nini sasa Jimmy kisu? Shika. Kisu cha nini mzee? Shika nimekwambia. Huwezi kuniingiza mimi katika dhambi za kumtoa roho huyu akati mimi nimeshakulipa wewe. Lakini jamaa una matatizo gani? Mbona roho ngumu hivi? Inabidi wewe ndio umtoe roho. Shika. Shika. Mimi nimtoe roho huyu? Unataka kuniingiza kwenye matatizo mapya mkuu? Mimi nimefanya nini sasa hapa? Nikuingiza kwenye matatizo mapya? Sasa kwa nini mimi nichukue kisu tena? Kumbuka ni kwamba umeshachukua malipo. Sasa malipo basi nikurudishie hiyo fedha. Unirudishie mimi fedha? Kwa kweli ndo mtoke tu kabisa kwenye hili swala. Pole bwana. Mauaji. Pole sana Albert. Asante. Pole sana. Naomba ushahidi wako. Nimekwambia tulia. Sasa unakwenda hilo. Ulihitaji pesa unaoitaka wewe. Na nikakupatia. Na tulikubaliana makubaliano wakati mimi na wewe kwamba ule wako asirudishe kumbukumbu tena. Ni kweli kabisa. Wewe unanichezea mimi akili? Mimi nilifanya kile ulichoniambia mkuu. Mbona unataka kunitumia kama taulo lako bwana? Mbona? Naam. Sikia audio. Nimesikia Fande. Pamoja wewe ndio inform umesaidia kumkamata bwana Makali Mbombo. Lakini kwa hii audio hata mwenyewe uko chini ya ulinzi. Hata wewe uko chini ya ulinzi. Unahusika. Unahusika. Nahusika. Wewe nyamaza. Anahusika ule hapa. Nahusikaje tena hapo mkuu? Si umepewa rushwa? Kwamba huyu bwana Makali Mbombo alikugea wewe hela ili uweze kumpiga usindano ya kuharibu bongo wako. Ndio hivyo? Ndio hivyo mkuu. Sasa kwa nini kutoa taarifa mapema? Sasa si ndio maana nimekuja kutoa taarifa mkuu. Kwa sababu inaonekana wewe tangu mwanzo swala la huyu Albert mlishirikiana vizuri sana huyu bwana ili mumwangamize yule. Lakini ulivyoona kwamba huyu bwana anakutishia maisha ndio umekimbilia kwetu polisi kujifanya unakuja kutoa information kwamba huyu anataka kumzuru huyu. Lakini ulikuwa una nia nzuri na huyu. Uko sawa sawa Fande. Lakini no kwa audio hii hakuna njia nyingine ya kufanya. Na wewe mwenyewe uko chini ya ulinzi. Uko chini ya ulinzi. Yawa. Tena chini ya ulinzi mkuu? Yes. Mimi naingiaje tena mkuu? Ndio hiyo sasa sio jukumu langu. Hilo ni jukumu la mahakama kuweza kuchambua ushahidi wako. Nani? Kama funga upingo. Sasa Fande mimi nashindwa kuelewa swala langu. Sikiliza hapa sio mara pake. Swala hilo la mahakamani. Kama atafunga pingo. Njoo hapa. Njoo hapa. Bwana sogea huku, Obunde. Wewe ni mtu mzima. Maana mimi nakuja tena kwenye hili swala. Unaniingiza kwenye matatizo yasiyo ya maana kabisa. Bado tuko pamoja. Wewe, kaa kimya. Toa nje. Nani Albert? Naomba jikongoje hivyo hivyo. Naomba chukua. Naomba jikongoje hivyo hivyo. Vaa shati mara moja tuongozane polisi kaandika maelezo yako sawa. Nafasi kwenda nje basi. Sawa, Albert. Naomba chukua shati mara moja. Sawa. Jaribu kufanya kidogo. Kwenda nje. Kingo.
Yes, naomba mpigie shangazi pia na bibi mdogo wote watangulie nyumbani pale. Of course.